Asante. Unajua kimsingi ni kwamba nchi yetu ni nchi ya kidemokrasia ambayo inaongozwa kwa sheria na katiba. Kwa hiyo mamlaka yoyote au mtu yoyote anapofanya jambo lolote lazima liwe na msingi katika kanuni, sheria au katiba. Lakini ukiangalia muundo wa jeshi letu la polisi, jeshi la polisi ni kamili kisheria jinsi lilivyo na limekamilika kwa namna yake ya utendaji, uendeshaji na uwajibikaji. Sio idara ndani ya Wizara ya Mambo ya Ndani. Maana nilimsikia waziri anasema yeye ana instrument. Yaani alikuwa anazungumza kana kwamba anaiangalia jeshi la polisi kama kitengo hivi labda cha mawasiliano ambacho anaweza kumsummon IGP na kumpa maelekezo kama anavyoelekeza mfanyakazi wa kawaida. Ile ni makosa. Kwa hiyo kimsingi agizo lile linagusa mantiki ya kikatiba. Nchi yetu katika ibara ya 18, nchi yetu katika katiba yetu ibara ya 18 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 1977 kama ilivyokuwa ikibadilishwa, ukiisoma pamoja na kile kifungu cha 20 lakini vile vile ukasoma na kifungu cha 30 cha katiba, vyote kwa pamoja utaviona kwamba katiba kwanza inatambua haki ya kutoa maoni. Pili, inatambua haki ya kukusanyika. Tatu, inatambua haki ya wananchi kupata taarifa. Kwa hiyo yani mtu anapokuja na taarifa mbadala anakosoa kwamba kitu hichi kinachokwenda sivyo, sio jambo la kuona kama ni uadui au ni taharuki. Kwa hiyo ni jambo ambalo linalindwa kikatiba na ni haki ya kikatiba. Kwa hiyo uhuru wa kutoa maoni na kujumuika na kushiriki katika shughuli za kisiasa ni haki za kikatiba na sio hisani za mamlaka, katambi au kiongozi wowote wa Chama cha Mapinduzi. Sio hisani. Ni taratibu tumeziweka kama wananchi, na maeneo kama haya ndio niliyotarajia nione sasa nguvu ya msajili wa vyama vya siasa kama kweli yupo. Kama kweli chocheo kina mtu na hii ofisi na mtu, ndio eneo tulilotarajia sasa tuone, kwa sababu huyu mtu ana agizo la katambi, sio tu lina frustrate haki za wananchi kujumuika, kufurahia demokrasia na kueneza sera zao kwa vyama vya upinzani, lakini moja kwa moja linaingilia shughuli halali za vyama vya siasa kinyume cha sheria. Lakini tukumbuke, ukisoma vile sheria ya vyama vya siasa kuanzia kifungu cha 11(1)(a), 11(1)(b), 11(4), 11(5), vyote vinaeleza taratibu na namna ambavyo vyama vya siasa vina privilege kufanya mikutano ya hadhara, kufanya maandamano. Maana sasa hizi watu wengi wanafikiri labda maandamano ni uhalifu. Maandamano sio uhalifu, ni haki ya kikatiba na ni moja ya free speech, it's a freedom of expression. Mtu akiandamana, hata akisema anaandamana miezi mitatu bila ukomo, ili mradi kuandamana kwake kule ni kueleza hisia zake. Hariziki na uongozi, hariziki na hatua za kiutawala, hariziki na hatua za kiuchumi, hariziki na jambo fulani, hariziki na unyanyasaji unaofanyika kwa namna yoyote, iwe wa kijinsia, iwe wa kidemokrasia. Yoyote anapoandamana ni haki yake, au kukutana ni haki yake ya kisheria, sio uvunjaji wa amani kama ambavyo wengi wetu wanajaribu kutafsiri au wamejaribu kutafsiri. Lakini kuna kitu nimesikia agizo vile vile analolitoa mheshimiwa huyu ndugu yangu msomi Katambi, ambao nadhani amejielekeza vibaya, labda kwa kuwa na muda wa kufanya cross reference ili kujielekeza sawa sawa kwenye vifungu vya sheria. Yeye hana mamlaka kwanza ya kumwagiza IGP kutekeleza, hana hiyo mamlaka.
anaweza akamshauri, yani kama ambavyo raia yoyote unaweza ukaloji complaint. Kama yeye anaishwa nafikiri si sawa sawa, anaeja akailoji kama complaint, ifunguliwe jalada ili polisi ijiridhishe kwa taratibu zake, sio kuagiza akiwa amesimama bungeni kana kwamba ndio rais wa nchi. Mtu pekee anayeweza kuviagiza vyombo vya ulinzi na visalama kwa tamko vya ulinzi na usalama ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Otherwise polisi inajitegemea, inatekeleza majukumu yake kwa sheria yake, muundo wake. Wizara imejilink kwa sababu ya civilization, budgeting, sera, ili kuona kwamba angalau sera zinapotungwa au mipango inaweka ya polisi ni ya kuangalia, yani ile ku-civilize police, link ndio inaokuja pale ya wizara, lakini sio ya administrative, yani kwa kwamba waziri wa mambo ya ndani sasa IGP yuko chini ya waziri wa mambo ya ndani. Sio kweli, sio kweli, wala haapi kutii wala utii kwa waziri ya mambo ya ndani. Kwa hiyo waache kuleta vurugu kwenye mfumo wa utawala na kuleta taharuki bila sababu za msingi. Lakini ni wajibu wa IGP kulilinda jeshi yake na kulinda heshima yake. Lazima aone namna ya hasira ya wananchi walionayo dhidi ya polisi. Sio polisi wote wabaya, lakini baadhi ya matendo haya ambayo mara nyingi CCM inakimbia, inapobanwa kisiasa, inakimbia nyuma ya polisi afu inawatanguliza polisi wawashambulie na risasi na mabomu wapinzani. Kwa hiyo ile sio nzuri. Polisi wakatae, wawaambia kina Katambi, wao ndo wana serikali, wanajua walivyojiweka, wanajua walikopata kura zile 95%. Ujuzi ule waliotumia kupata kama mtu anaunga mkono na 98%, wanahofu nini kuja kuwaambia wananchi kwamba wasiwasikilize Chadema? Kinachofanyika sicho, badala yake wanarukia mambo ambayo ni kinyume cha sheria. Kwa hiyo Katambi hana mamlaka yawe ya kisheria au ya kikanuni kumwagiza IGP kufanya jambo fulani. Lakini vile vile sheria, hakuna mahali sheria inamtaka IGP kutoa ruhusa au vibali. Hana hiyo mamlaka. Hilo ni eneo la OCD wa mahali. OCD wa mahali ana taratibu alizowekewa kikanuni na zinazoeleweka ambazo anaweza akasema jamani msifanye. Anaona Mwabukusi anasema ninaandamana kwenda kumuua B kwa sababu namchukia B ni mchawi, atazuia. Kikundi A kinaandamana kwenda point B chenye mlengo A. Kikundi B kinaandamana kwenda point B chenye mlengo B na vinaenda kukutana sehemu moja. Yale ndio maeneo polisi nasema hapana, hapa kunaweza kuwa na mgongano na uvunjifu wa amani, kwa sababu kwanza nyinyi watu mnakinzana, lakini hamwezi kwenda kuandamana mkakutana wote njia panda. What will happen? Pale OCD ndipo anaposema wewe uliyepanga kuandamana tarehe 10 utaandamana tarehe 13. Wewe uliyepanga kuandamana tarehe 11 endelea na maandamano. Ndio utaratibu, lakini sio kwamba kunatokeza tu agizo moja la jumla, yani watu wamekaa tu sehemu nchi nzima tu wakasema hakuna watu wangu watu wasifanye mikutano, watu wasifanye maandamano, watu wasifanye nini. Ule ni uvunjaji wa katiba na sio sawa kisheria. Kwa hiyo kazi ya jeshi la polisi ni kulinda haki, sio usalama au utulivu wa CCM. Ni kulinda haki za raia, usalama wa raia na kulinda sheria za nchi. Kwa hiyo kama mtu ametekeleza wajibu wake, ametoa notisi kwamba jamani nitaandamana, mtakuwa na mkutano, kazi ya polisi ni kumwezesha yule mtu kufurahia hii haki, sio kuinhibit. Yani polisi hawaruhusiwi kuchukua mamlaka ya kunyang'anya ile haki, kuinhibit. Kazi yao kubwa ni kuwezesha ile haki kufanyika. Ndio sheria zetu, ukisoma sheria yao ndicho kinachoelekeza. Unaipa taarifa polisi wanakupa ulinzi. Kwa hiyo agizo lililotoka ukisoma kifungu, ukiondoa vile vya 11 ukaenda vya 20 kifungu cha 20 kwenye sheria ya vyama vya siasa, lakini vile vile ukaangalia mfumo mzima wa utaratibu, utakuja kugundua kwamba
hata yale mamlaka yanayompa mandate kwamba waziri anaweza akasimama bungeni akatoa tamko, sio tamko la namna hii. Ni tamko kuhusu jambo ambalo liko katika himaya yake. Kwa hiyo sio tamko ambalo ni kama anatangaza vita au anatangaza hali ya hatari. Hata rais angetoa tangazo la namna hiyo angelazimika kwenda bungeni kwa ajili ya kupata ridhaa ya bunge. Kwa hiyo sio bwana Katambi tu anakaa sehemu anasimama bungeni anajaribu kutoa tamko. Nchi hii haiendeshwi kwa matamko, ambayo tamko kubwa linalonyang'anya haki za kiraia. Kwa hiyo kuna wajibu wa namna mbili. Mwananchi ana haki ya kukataa kutii agizo haramu linalokiuka sheria na katiba, na IGP ana wajibu wa kulilinda jeshi la polisi. Nadhani kwa hizi siku za karibuni amesikia namna wanavyotaka kusukumiwa hata yale mauaji, kama alisikiliza, hata yale mauaji ya Oktoba. Hawa wanasiasa waliokuwa wakiwasukuma polisi, ukipitia ile taarifa, ukisikiliza taarifa ile ripoti ya Chande, ni kwamba sasa wakaanza kusukumiwa. Ndio unasikia kila mtu hata kama alipewa silaha, matumizi ya silaha ni askari husika. Kwa hiyo nataka niwaambie askari wasikubali kuendelea kutumika. Wamekwisha uona moshi, moto utawawakia. Kwa hiyo jambo kubwa na la msingi la wao kufanya ni wakatae na warudi kwenye uweledi. Wawaambie wanasiasa wakajibu hoja za kisiasa majukwaani, sio kuliingiza jeshi kwenye mambo ya siasa. Sawa. Tumeona pia kabla ya tamko hili, tumeona waziri wa mambo ya ndani alitoa taarifa kwamba ametenga milioni 100 kwa ajili ya watu kumsaidia kuleta taarifa za watu ambao wanapanga kuvunja amani. Unadhani sasa kwa kuna shida kwenye nini mpaka wizara inatenga fedha kwa ajili ya watu wapeleke taarifa? Nadhani yote ni kuonekana kukosa kuwajibika. Katambi sio mtaalamu wa kujua uvunjaji wa amani, sio jukumu lake. Lile ni jukumu la polisi. Ndio maana wako pale wanasomea, ni taaluma. Na ni matumizi mabaya ya pesa. Kama polisi, mimi naona polisi wanahangaika mishahara midogo, wengine ration, wengine nini. Kama kuna hizo hela, kwa nini zisiongezwe kule kwenye pocho za polisi na askari ili waweze kufanya kazi yao kwa utulivu? Haya, yeye apelekewe, yeye ni nani? Yeye ni DCI? Yeye ni RCO? Yeye ni OCCID? Yaani mchakato wa kisheria unataka mambo yaende kisheria. Hawa wanafanya hivyo tu kwa sababu wanataka kutafuta watu tu wa kuwabambika kesi na kuumiza wananchi. Mimi nadhani kikubwa ni tuzingatie uweledi. Kama tunafikiri tatizo ni pesa, wape polisi pesa za kutosha na waambie fanyeni kazi kwa uweledi, msifanye kazi kama kweli kuna mhalifu mahali, fanyeni kazi yenu. Pesa hizi, wape pesa za kutosha, wape posho za kutosha, wape hamasa ya kutosha. Wewe unachukua hela kwanza kuonga wananchi waje walete taarifa. Hiyo ni rushwa, sio motisha, ni rushwa na yenye nia mbaya. Kwa kitu kikubwa tunachomwambia, kama wana hela ipelekwe kwenye jeshi la polisi na polisi wasaidiwe. Mimi nilichotarajia nimsikie kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani ni kutueleza matukio ya utekaji ambao tulifikiri ni kwa sababu ya uchaguzi yamerudi kwa kasi. Watu wanatekwa kila siku. Hatujapata statement yoyote kutoka kwa mtu mwenye dhamana. Lakini badala yake anakuja leo anakuambia kwamba anatoa milioni ngapi wametenga kwa ajili ya mtu atakayepeleka taarifa. Atakayepeleka taarifa kwa Katambi ni nani kwenye upelelezi wa jeshi la polisi? Yeye afanya kazi zake za kisera. Hizi kazi za kitaalamu waachie wataalamu. Kama kuna tatizo katika mafunzo, basi akawape hiyo skill alionayo kule chuoni ili wakitoka wawe wamekamilika. Mawaziri wetu wanatokana na vyama vya siasa. Kauli zao haziwezi kutenganishwa na vyama wanavyotoka kwa sababu tayari wana mgongano wa maslahi. Ndio maana tunataka jeshi la polisi ling'olewe, lisihusike kabisa. Tunaposema reform, tunataka jeshi lisihusike kabisa na michakato ya kisiasa. Liwe a free
institution ambalo linafanya kazi yake kwa uweledi, likiwa na bajeti yake kamili, likifanya kazi zake kwa umakini bila kuingiliwa na maagizo ya kisiasa kama agizo alilotoa Katambi. Nadhani huo ni mwendelezo tu wa matumizi mabaya ya ofisi, matumizi mabaya ya fedha za umma na matumizi mabaya ya madaraka. Na hili baba, kwa kuongezea, jana alitamka kwamba saizi watu wote ambao wanafika kwenye vyumba vya kulala, nyumba za wageni, wawe na kitambulisho cha NIDA. Hii pia watu wote wametafsiri tofauti. Mimi naweza nikamuuliza kwa mujibu wa sheria ipi? Mimi nakuuliza kwa mujibu wa sheria ipi? Unajua wananchi lazima tuwe vigilant, tumuulize. Kwa sababu na haki ya kulinda taarifa zangu, siwezi kuacha kila aina ya taarifa complete. Mimi taarifa yangu nimeweka NIDA. Mimi nitakupa jina langu. Minimum nikikupa kwa shingo upande namba ya simu. Wewe unataka kitambulisho changu cha NIDA uende nacho wapi? Nikikupa jina wewe nenda kamuulize yule anahifadhi data zangu. Yaani unatunga sheria, wao wenyewe wanatunga sheria data protection, lakini haelewi. Anataka ku-expose. Nina haki ya privacy yangu. Yaani kila sehemu ninapoenda nikae haya siku hizi watu tunakaa tunajilinda kiusalama kwa sababu polisi wameshindwa kutulinda. Yaani kila sehemu nitapofika niwe natoa kitambulisho changu na nitakupa baadhi hapa particular nitakupa, lakini siwezi kulazimika. Hakuna sheria inayosema toa kitambulisho cha uraia ili ukae. Haya wewe sio Mtanzania. Haya una mtu hana cheti cha uraia, ina maana hatakuwa na haki ya kulala. Okay, asipochukua wewe utamwajibisha kwa kosa gani? Ni kosa gani atakalokuwa ametenda huyo mwenye hoteli ambaye nikifika mimi nikiona ananisumbua nitaenda hoteli nyingine. Na yeye ili aendelee kupata wateja wake atasema bwana andika majina yako kama ilivyo ada. Wewe utapungukiwa nini? Haya asipofanya hivyo huyo mwenye hoteli utamwadhibu kwa sheria gani? Kama sio kutaka kuleta vurugu tu na nani kwenye nchi. Kwa tunachotaka ni kwamba viongozi wetu wajifunze, yani waache kupanic. Alafu wanafanya vitendo ambavyo wanajustify worries yetu. Mimi nilisema siku zote viongozi hao hawawezi kutufikisha kwenye maridhiano bila kuwepo third party. Na bila kuwepo taasisi huru itakayoongozwa na watu wenye uweledi. Haya hawa kwa akili hizi unatarajia watakupa katiba mpya? Haya kwa hizi akili hizi akina Katambi utapata solution ya wapi walikuwa kina Mdude? Kwa akili hizi utapata wapi walikuwa kina Chonchorino? Wapi walikuwa kina Ben Sanan? Wapi walikuwa kina Kangui? Wapi walikuwa akina Soka na wenzake? Juzi wamemchukua David Nkindiko. Na ndio maana nasema kwamba hakuna mtu aliye salama. Uwe ni mwana CCM, hususan wale wanaojulikana wana CCM wanaojulikana kwamba walikuwa wanampenda sana Magufuli. They are not safe. Ndio maana uone ni hii kuindana tu, tunaishi kama shamba la wanyama. Kwa hiyo mimi hoja yangu ni kwamba turudi kwenye utawala wa sheria. Tusiongoze nchi kwa dukuduku, pressure na misukumo ya kisiasa ambayo iko nje ya ile legal framework tuliojiwekea. Na tuwe na watu wanaoweza kusimamia nafasi zao. Ukiwa na waziri asimame kama waziri. Inaumiza sana unapokuwa na watu wana majina makubwa lakini wana maagizo wanayotoa na vitu wanavyofanya. I'm very sorry to say, sidhani kama hata mwenyekiti wa kijiji level ya chini kabisa wana kijiji wanaweza wakamwacha akiwa na level ile ya kuinterpret kanuni na sheria za kijiji. Sisi tunachotaka ni kwamba watu wazingatie sheria. Kama mtu amevunja sheria au wajibishwe kwa mujibu wa sheria. Sio atuongozi kwa hisia na dukuduku lililojaa mioyoni mwa waziri. Kesho anatoa hivi, kesho anatoa tamko hili, kesho anatoa haya. Wewe unasema leo watu watoi. Kuna mtu ameondoka amesafiri saa hizi, hayuko kwake wala na hiyo kitambulisho cha uraia, na maana huyo mtu asilale hotelini. Haya ana leseni. Hana kitambulisho sasa cha uraia, ana leseni. Atakuwa amefanya kosa gani? Kwani leseni sio kitambulisho? Haya hana kitambulisho cha uraia, hana leseni, hana passport. Hicho sio kitambulisho. Ndio maana nasema mtu asikurupuke. Yaani mtu anakurupuka utafikiri mtu amechomewa pilipili darini kwa hiyo amedondoka kwa bahati mbaya. Unapokuwa kiongozi, yani tafakari, unapotaka kuzungumza kitu kinachogusa haki za watu, kama hujijui vizuri, mwambie mtu ngoja tulifanyie kazi.
Kwa hiyo hilo naweza nikasema tu kimsingi ni kwamba matamko yote mawili, hilo la pili ndio ultra vires kabisa. Ndio maana nimekuuliza, haya mwingine hana vyote, ana cheti cha ndoa, utamtambua? Haya watambulisho, wanafunzi wenye vitambulisho vya chuo, ana cheti cha uraia, haya anacho cha chuo tu, hata lala sio kitambulisho. Haya mwingine vyote hivyo hana, na barua ya mtendaji wa kata kwamba huyu ni raia wangu, ametoka huko anasafiri kwenda huko. Yaani unajua we are trying to go to little things, tukijaribu kuionyesha tunafanya kazi, lakini kimsingi hatufanyi kazi. Tunaleta vurugu katika nchi. Hii ni nchi inaongozwa kwa mujibu wa sheria na kanuni na katiba. Kwa hiyo mimi nadhani wananchi wana wajibu, moja wa wajibu ni kukataa kutii maagizo ya ovyo kama haya ya Katambi, ambayo hayana msingi kikanuni, hayana msingi kisheria, hayana msingi kikatiba. Mimi nadhani ni wakati sasa polisi anapotekeleza ashtakiwe kwa jina lake binafsi, kwa sababu hatuwezi kutumia mawakili wa serikali wanaosafirishwa kwa posho na kodi za wananchi kudefend watu wanaovunja sheria na katiba. Wewe unamtambua, mchukue yule mtu kwa jina lake, mfungulie kesi yeye mwenyewe na akulipe gharama za usumbufu alio kusababishia. Usishtaki jeshi la polisi, mshtaki muhusika, kwa sababu yeye ndio amepewa mandate kwenye eneo lake. Mshtaki yeye as an individual. Ukikamata mishahara ya watu 3 4, watu watatia akili, lakini ya kushtaki mtu kama public alafu watu wanatumia kodi ya serikali inapunguza hali ya uwajibikaji. Kwa hiyo inafika wakati Katambi anachukuliwa ashtakiwe as an individual, aeleze yeye amepata wapi hiyo mamlaka ya kutoa maagizo. Na tunampeleka mahakamani, sio kwamba tunaishia kusema hapa, tunampeleka mahakamani. Tunataka atueleze amepata wapi mamlaka ya kutoa maagizo ya namna hii. Kwa sababu hizi ni kuleta vurugu kwenye nchi. Sisi tutaenda mahakamani, lakini wananchi wana haki ya kupinga. Yaani naposema kupinga ni kukataa kutii. Unakuwa hujakosea kitu chochote, sema sifanyi. Unakuwa hujakosea kitu chochote, kwa sababu agizo lile ni haramu. IGP ana haki ya kukataa kutekeleza na kumwambia hili linaleta vurugu katika nchi, litaondoa utulivu katika nchi.